Mimi nina imani kukutanishwa leo mbele ya msiba na jeneza la mzee wetu Edwin Mtei ni mpango wa Mungu. Na haya maneno tunayasema, msitoke serikali mkafikiri Chadema ni wakorofi. Chadema sio wakorofi. Chadema wameonewa, na wanapoonewa ni lazima wasimame, kwa sababu ndio tulichowafundisha katika chama hiki. Nimesema niyazungumze hayo. Mimi tangu nimestaafu sijasema mambo ya siasa. Au uongo jamani? Na leo nina mwaka mmoja na siku moja tangu nimestaafu rasmi siasa na kurudi kwenye biashara. Na wengi walihoji Mbowe amesimama upande gani? Mbowe kaenda chama. Issue hapa sio vyama vya siasa. Issue ni nchi yetu. Hawa viongozi sio wakorofi, ila wanalazimishwa kuwa wakorofi. Waziri Mkuu, tafadhali upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, na Watanzania wanatusikiliza. Mimi na hakika Chadema watakapokuwa wamejiridhisha kwamba kuna nia ya kweli upande wa pili, hawa watu wanataka tuijenge nchi. Kelele zote hizi sio kwa sababu ya ubinafsi wa madaraka. Kelele zote hizi ni kwa sababu wanataka tuijenge nchi pamoja, nchi ambayo inatambua makundi yote na kuyapa makundi yote nafasi kama ambavyo inastahili kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Ndugu zangu, namalizia kwa kusema, wanachadema viongozi, niwaite wadogo zangu wengi nchi nzima, tuitafute suluhu katika matatizo ya nchi yetu. Lakini hiyo nia njema ambayo mimi naomba niwaombe viongozi wa Chadema waisimamie, itakuwa kweli tu pale ambapo upande wa serikali mtaonyesha dhamira ya kweli. Turejeshe taifa letu kwenye mistari na reli ambako lilishafika, tukajenga nchi ya vyama vingi, bunge la vyama vingi, na nimekuwa kiongozi wa upinzani bungeni kwa miaka 10. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru umekuja, na ninawashukuru wana Chadema wote mliofika na viongozi wengine wote katika kumwenzi mzee Mtei. Ebu process safari ya kutafuta tiba ya taifa ikaanze na ikafanyike. Hawa Chadema wakafanya